Habari vijana wote mlio katika umri wa miaka 20. Huu ni ujumbe kwa ajili yako, na kama utakataa, jiandae kuichoma future yako kwa mikono yako. Sasa nisikilize. Wanawake sio marafiki zako, na ngono katika umri wako ni adui nambari 1. Na kama ukishindwa kumzuia farasi wako aliye ndani ya zipu, jiandae kuizika future yako. Kama utaanza kuwawinda wanawake katika umri huu badala ya kujenga maisha yako, tambua utakuwa umeangamiza mwenyewe na tayari utakuwa umepotea. Haupendwi kama unavyofikiria, wala sio muhimu kwa mwanamke yote ule zaidi ya mama yako. Kamwe, narudia tena, kamwe usijaribu kuwekeza kwa wanawake kwenye kipindi hiki. Kwenye umri wa miaka 20 na kuendelea, kuwekeza kwa wanawake unajitengenezea kifo na uzee mbaya wa majuto. Ndio kwanza hauna maisha. Huo umri wa kujitafuta ulivyo mpuuzi, unafikiria unaweza kuishi na mwanamke, ni ujinga. Toa hizo hisia. Wanawake hawakuumbwa kupambana kwa ajili yako, wametengenezwa kuungana na washindi katika mbio za maisha, katika mstari wa mwisho wa ushindi. Mwanamke anaweza kuchukua kila kitu ulichompa kwa upendo na akakuacha kama mlevi anavyoacha pombe yake akienda chooni. Usiwekeze kwa wanawake, utabaki kuumia moyo wako. Wakati huo yeye atakuwa amekwenda kwa mwanaume mwingine aliyekuzidi kila kitu. Kwenye miaka 20 kabla ya 30, huu sio muda wa kupenda. No time for romance, no time for commitment. Hii ni vita na lazima ushinde mpambano huu kabla hujapotezwa mazima. Kuoa kwenye umri huu ni sawa na kujifunga pingu kisha kuzitupa funguo kwenye bahari ya Hindi. Hauwezi kupona. Narudia tena, usipoteze muda wako kwenye kusaka mapenzi kwa wanawake. Kijana, nguvu unayotumia kusaka wanawake, tumia nguvu hiyo kuijenga ngome yako imara. Ukweli ni kwamba mwanamke mwenye miaka 20 na mwanaume mwenye miaka 20 hampo sawa kabisa. Mwanamke katika umri huu anakuwa yupo kwenye ubora wake na dunia nzima inamtazama yeye. Thamani yake inakuwa juu, haiwezi kuifikia hata ufanye nini. Wanawake wanazaliwa tayari na thamani zao, lakini wanaume wanazaliwa bila thamani. Ni lazima uipambanie ili uipate. Ataingia kwenye vyumba ambavyo hujawahi kuingia, atafika sehemu ambazo hujawahi fika, na wanaume wote watakuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili yake. Lakini wewe kidume katika umri huo ni ngumu kuonekana, ni invisible. Hakuna mtu anayejali kuhusu wewe, una cha kuofa mezani, ni bure kabisa. Hata jamii huwa haiyathamini watu masikini, ni takataka kwao. Kama hautamka sasa na kupambana, utabaki chini daima. Mwanamke unaelia kwa ajili yake hii leo tayari amechukuliwa na wanaume waliojipata ambao wana miaka 30 hadi 40. Wanawake wanataka mafanikio, sio wewe unajitafuta. Amka mzee. Maisha ya mwanaume yanaanzia miaka 30 na kuendelea. Hapa kwenye miaka 20 ni kwa ajili ya kutengeneza connection na misingi imara, ili ukifika miaka 30 dunia nzima ianze kukuheshimu. Katika umri huu, wale wanawake waliokukataa na kukudharau wataanza kukugombania. Amka, chagua nguvu ya mamlaka, kupambana na kujitafuta. Kama unahofia mwanamke atakuacha na ataenda kwa mwanaume mwingine, utakuwa umekosea sana. Ukifika juu utakuwa na machaguo mengi hadi utashindwa kuhesabu, lakini ukibaki chini, watu watachukua vitu ulivyofikiria ni vya kwako. Mimi ni Steve Champion.